kwenye mjadala hapa. Kuna mchangiaji mwingine Jackson Mwanuzi, karibu sana. Asante sana. Mimi ni Jackson Mwanuzi, mwanamajumui, mwandishi wa habari kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC na mtafiti. Mimi nataka kusema kwamba kwanza lazima tujue kwamba hata kama taifa lina uhuru na nguvu kiuchumi na kijeshi, uhuru wa taifa kutumia rasilimali zake yenyewe ni swala linabaki kwa usawa. Kwa mantiki hiyo, bara la Afrika linatakiwa kujitathmini, kufanya tafakuri tangu safari ya utumwa, ukoloni na ukoloni mamboleo. Ndio maana vita sasa hivi havipiganwi msituni. Vita vipo kwenye teknolojia, vita vipo kwenye ulinzi wa rasilimali za taifa. Na Afrika ina kila sababu ya kujivunia. Kwanza, nafikiri wazee wangu hawa pamoja na mwalimu wangu Dr. Rioba atakuwa amesoma kitabu cha Ali Mazrui cha mwaka 1986 cha The Africans. Anasema kitu cha kwanza ambacho bara la Afrika linatakiwa kujivunia ni watu wake. Juzi nilikuwa napitia takwimu, report ya World Bank kuangalia idadi ya watu mataifa yanayoongozwa kwa kuwa na wazee wengi. Nikakuta Japani ndio iko juu ikiwa na 50.7 watu wake ni wazee. Inafuatiwa na Ureno, unakuja Italia, inakuja Ujerumani na mataifa mengine kama Latvia, Bulgaria, Korea Kusini ya 9 na ya 10 China na mataifa mengine. Kwa hiyo ukiangalia Afrika tuna asilimia kubwa ya vijana ambao tunao. Kwa hiyo lazima tuanze kutafakari kuhusu hayo. Nikataka kuzungumzia, labda watu wengine pia wanaweza wakawa hawajafanya uchambuzi wa kina. Kuna akiba kwenye rasilimali zetu ambazo tunazo. Kwa mfano, 30% ni akiba ya madini ambayo iko bara la Afrika. 8% ni akiba ya gesi. 12% ni mafuta yote duniani. Lakini 68% ya ardhi ya Afrika inafaa kwa kilimo. Na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya Africa Economic Outlook ya mwaka 2025. Nataka kumalizia hivi kwamba katika yote suluhu ni nini? Lazima tujifunze kuheshimu kauli za viongozi wenye lengo la kuimarisha ulinzi wa rasilimali za taifa. Na wiwa kusema hivi kwa sababu juzi tulikuwa tunaangalia hata kimataifa. Juzi Rais Samia alioji kuhusu who are you. Ilikuja kuwa mada kubwa sana. Hata kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika unakuta wanachambua yani kama wameumia hivi. Lakini ukiangalia ni ulinzi wa rasilimali za ndani. Niliwahi kuwahoji watu, nikamwambia nilikuwa nafuatilia waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Yeye alikuwa anasema no country can dictate Italy's choices. Kwa maana kwamba hakuna nchi yoyote ambayo inaweza ikaipangia Italy cha kufanya. Wote mnamjua Olaf Scholz 2022 kwenye mikataba ya nuclear alisemaje kwamba German strategy zake hakuna mtu yoyote wa kuingilia. Kwa nini hatukuhoji kuhusu Giorgia Meloni? Sisi kama Afrika, kwa nini Afrika hatumuhoji Olaf Scholz, tunamuhoji Dr. Samia? Kwa lazima tujifunze kuheshimu na kusimama na kauli za kizalendo zenye kulinda rasilimali zake. Asante sana.